Mheshimiwa Rais, mwenendo wa deni la serikali. Kufikia tarehe 30 Juni 2024, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 97.35. Kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi trilioni 82.25 kilichokuwa kimeripotiwa katika mwaka wa fedha wa 2022/2023. Hii ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15.1 ambalo ni sawa na asilimia 18.36. Deni hilo linajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 31.95 na deni la nje la shilingi trilioni 65.40. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uendelevu wa deni la serikali imebaini kuwa deni la taifa bado ni himilivu. Viashiria vikuu vinaonyesha kuwa thamani halisi ya deni la nje ni asilimia 23.6 ya pato la taifa, chini ya ukomo wa asilimia 40, na deni la jumla ni asilimia 41.1 ya pato la taifa, chini ya ukomo wa asilimia 55. Malipo ya deni kwa mapato ya mauzo ya nje ni asilimia 127.5, chini ya ukomo wa asilimia 180, na malipo ya deni kwa mapato ya serikali ni asilimia 14.5, chini ya ukomo wa asilimia 18. Mheshimiwa Rais, niende kwenye mapato ya kodi. Ukaguzi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania umebaini kuwa katika mwaka wa fedha 2023/2024 jumla ya makusanyo yalifikia shilingi trilioni 26.07 ikilinganishwa na shilingi trilioni 22.58 zilizokusanywa katika mwaka wa fedha 2022/2023. Hili ni ongezeko la shilingi trilioni 3.49 ambalo ni sawa na ongezeko la asilimia 15.46. Licha ongezeko hili, Mheshimiwa Rais, makusanyo haya yalikuwa chini kwa shilingi bilioni 659.61 sana asilimia 2.5 ya makadirio ya shilingi trilioni 26.725. Makusanyo ya kodi, Mheshimiwa Rais, yalichangia asilimia 56 ya mapato yote ya serikali. Niwapongeze TRA kwa juhudi zao za kukusanya mapato na kukaribia kufikia malengo ambayo yamekuwa yakiwekewa na serikali. Mheshimiwa Rais, katika mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa, mamlaka za serikali za mitaa zimekusanya jumla ya shilingi trilioni 1.23 ambayo ni zaidi ya makisio ya shilingi trilioni 1.14. Halmashauri 110 zilivuka malengo yao ya makusanyo huku halmashauri 72 zikishindwa kufikia malengo. Mheshimiwa Rais, pamoja na mafanikio hayo niliyotaja, ukaguzi wangu umebaini mapungufu kadhaa katika ukusanyaji wa mapato kama ifuatavyo. Kwanza, kesi za kodi zinazosubiri maamuzi za shilingi trilioni 9.83. Mamlaka ya Mapato Tanzania ilikuwa na kesi 1186 za kodi zenye jumla ya shilingi trilioni 9.83 zilizokuwa bado hazijatatuliwa katika mahakama za rufaa za kodi kwa Tanzania bara, kwa maana Court of Appeal of Tanzania, TRAT na TRAB. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa serikali za mitaa, mamlaka 14 za mamlaka ya serikali za mitaa zilitarajiwa kukusanya shilingi bilioni 45.61 kupitia mawakala wa mapato, lakini zilikusanya shilingi bilioni 19.49 zikiwa ni upungufu wa shilingi bilioni 26.12. Upungufu mkubwa zaidi ulionekana katika halmashauri 6 zifuatazo. Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam ilipanga kukusanya kutoka mawakala kiasi cha shilingi bilioni 15, lakini ilikusanya bilioni 3.4. Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni ilipanga kukusanya bilioni 10.25, lakini ilikusanya bilioni 5. Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo ilipanga kukusanya shilingi bilioni 3.1, ilikusanya shilingi milioni 909. Halmashauri ya Jiji la Mwanza ilipanga kukusanya bilioni 3.6, lakini ilikusanya bilioni 1.6. Halmashauri ya Wilaya ya Kibondo ilipanga kukusanya shilingi bilioni 2.1, lakini ilikusanya milioni 635. Na halmashauri ya Wilaya ya Babati ilipanga kukusanya shilingi bilioni 2.5, lakini ilikusanya bilioni 1.47. Mheshimiwa Rais, napendekeza management za mamlaka husika zisimamie kwa karibu utekelezaji wa mikataba na kuhakikisha mikataba inajumuisha kipengele cha dhamana kwa fidia pale mawakala wanaposhindwa kutimiza masharti ya mikataba. Mheshimiwa Rais,
Ukaguzi wangu pia ulibaini kuwa halmashauri 37 zilikusanya shilingi bilioni 3.45 ambazo hazikuwekwa kwenye akaunti rasmi za serikali. Hali hii inaashiria uwezekano wa ubadhirifu wa fedha za umma na kusababisha ucheleweshaji wa utoaji wa huduma muhimu kwa wananchi. Napendekeza serikali isimamie kwa ufanisi utekelezaji wa utaratibu wa kisheria unaolazimisha mapato yote yanayokusanywa kuwasilishwa benki ndani ya masaa 24 hadi 48 baada ya kukusanywa. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa mashirika ya umma. Napenda kutambua juhudi za serikali kupitia mashirika ya umma ya kibiashara 31 ambayo yalifanikiwa kupata faida katika mwaka wa fedha wa 2022